Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Kwa majina anaitwa Mohamed Tumaini Mjema, ndiye katibu wa siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Saranga. Mheshimiwa, sasa naenda kuzungumza kwa ufupi kuhusiana na mheshimiwa mbunge wa diwani katika kata hii ya Saranga, ndugu Sanga. Unaona ni kiongozi wa namna gani? Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Ndugu John Jeremia Sanga namfahamu miaka 5 iliyopita akiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu ya Saranga. Lakini mwaka 2022 aliomba nafasi kwenye chama ngazi ya kata ya ujumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya kata na alifanikiwa kushinda hiyo nafasi, lakini pia akaomba kuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya kata kwenye kata yetu ya Saranga, nafasi ambayo amehudumu kuanzia mwaka 2022 mpaka leo. Kiufupi ni kwamba amekuwa kiahidi vitu vingi, akisema kwamba ataenda kutimiza miradi ya maendeleo mbalimbali, hasa barabara na mambo mengine kadhalika. Nadhani kama anaongea hivi bwana, anataka kutimiza kwa jinsi unamfahamu wewe, kwa sababu kuna wengine anamfahamu, wewe unamfahamu sana, lakini kuna wengine hawafahamu vizuri kama unamfahamu wewe. Ni kweli wengi wamfahamu, hasa huendekana labda ni wananchi, lakini wana CCM wote kata ya Saranga, matawi yote 16, mashina yote 152 kwenye mashina wote wanamfahamu John Jeremia Sanga. Kwa sababu akiwa mjumbe wa kamati ya siasa ya kata, tumefanya ziara mbalimbali kwenye mashina na kwenye matawi. Kwa hiyo wana CCM wote kata ya Saranga wanamfahamu Sanga. Lakini pia kwa wananchi wanamfahamu Sanga kwa sababu Sanga ni mtu wa watu. Sanga ni mtu wa kujichanganya na makundi mbalimbali. Sanga utamkuta kwenye jogging, Sanga utamkuta kwenye drafti, Sanga utamkuta kwenye michezo. Kwa hiyo Sanga ni mtu ambaye anafahamika vizuri sana kuhusu kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwanza nikwambie ndugu mwandishi wa habari, Chama cha Mapinduzi tunaongozwa na ilani yetu ya mwaka 25-30. Vipaumbele vyote vya Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Saranga vyote vipo kwenye ilani. Sanga anapoenda kuwa diwani wa kata hii ya Saranga, anawasilisha kero za wananchi kwenye kikao cha halmashauri kuu, kikao cha halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Pale kutakuwa na mstahiki meya na viongozi wote. Kero za Saranga zitawasilishwa pale ili ziweze kutekelezwa. Sanga ni mfuatiliaji sana tena sana. Kwa hapendi kuona wananchi wake wanapata shida, wananchi wanateseka. Hivi tuko kwenye uchaguzi, lakini zipo kero mbalimbali ambazo bado hazijatekelezwa, zinasumbua wananchi. Lakini sisi kama viongozi wa chama tunawasilisha kwenye serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, serikali sikivu inaenda kutatua kero hizo. Kwa jinsi unavyofahamu, inawezekana kuna wananchi wengine kama nilivyosema labda wafahamu. Unadhani kama kikabizwa miaka 5 kwenda kipewa, unadhani Saranga itakuwa ni yenye maendeleo kiasi gani kwa mfano? Saranga itakuwa kwenye maendeleo. Pale ambapo tulikuwa tumeishia, Sanga anaenda kwenda kuendeleza. Tulikuwa tuna kero ya zahanati mtaa wa Saranga. Zahanati ile imeenda kumalizika sasa. Sanga anaingia kwenda kumaliza vitu vidogo na kisha kama madaktari na manesi wanafika kuweza kuwahudumia wananchi. Tulikuwa tuna kero za barabara, kero ambazo zimeshaanza kufanywa grading, barabara nyingi zimefanywa grading. Sanga anaingia kwenda kuhimiza miradi ile mikubwa, hasa ya DMPP phase 2 ambayo ina barabara ya Suka Golani Ring Road. Sanga anakwenda kuisimamia. Sanga anaenda kuhakikisha kwamba kituo cha afya Kimara kinazidi kuimarika zaidi ili wananchi waweze kupata huduma zaidi. Sanga anaenda kuimarisha viwanja vya michezo ili vijana waweze kupata mahali pa kuchezea mpira na mahali pa kufanyia mazoezi. Sanga huyu aenda kuhakikisha kwamba matatizo madogo, umeme unakatika bila sababu, maji hayanakatika bila sababu. Sanga ataenda kusimamia hayo ili kuondoa kero kwa wananchi. Wananchi baada ya kupiga kura, wananchi wanamfahamu Sanga na watampigia kura, na kila tunakopita wameahidi kumpigia kura John Jeremia Sanga ili aende kuwa diwani wa kata ya Saranga kwenda kuleta maendeleo kwenye kata ya Saranga. Ndugu mwandishi wa habari, ungekuwepo juzi Jumamosi tumefanya mkutano stopover. Mkutano ulikuwa na watu wasiopungua 11,000 pale stopover. Wananchi walikuwa ni wengi mno na walimshangilia vizuri mno. Lakini si pale tu, tunapita na Sanga nyumba kwa nyumba kuomba kura. Wamemwahidi kwamba hawatamwangusha kwa sababu hawaoni mbadala wa Sanga. Hao wengine ni wababaishaji tu wa kuja kutaka maendeleo, lakini maendeleo yataletwa na Chama cha Mapinduzi kupitia kwa John Jeremia Sanga.
sasa wananchi upoje kuelekea kutoka kwenda kutiki, maana kuna wengine masuala ya mgogoro yamekuwa yakiendelea, masuala yamekuwa ni mengi sana mtaani, lakini hii tunafanya kampeni zenu kwa kuhamasisha watu waweze kujitokeza kuweza kushiriki uchaguzi mkuu. Vipi ndiko upoje mpaka sasa wananchi wetu? Napenda nikuhakikishie ndugu mwandishi, wananchi mwitikio ni mkubwa sana, na wananchi wamesema wataenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kura za kutosha. Rais Samia atapata ushindi wa kishindo kwenye kata ya Saranga. Lakini mgombea ubunge jimbo la Kibamba, dada yetu Angela Jasmine Mbelwa Kairuki, naye anaenda kupata kura za kutosha. Engineer John Jeremia Sanga anaenda kupata kura za kutosha. Mwamko ni mkubwa na wananchi wamehamasika vya kutosha. Hakuna mwananchi Saranga ambaye anasema hataenda kupiga kura. Wote wataenda kupiga kura na watapiga kura kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kuna neno gani la mwisho kwa hii la kuiasa jamii hasa kuelekea Oktoba 29 kwenda kutiki? Ni iase jamii kwamba tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura. Wananchi wote tutokeze kwenda kupiga kura. Mwananchi usijiingize kwenye kitu kinachoitwa maandamano au kwenye kitu chote kinachoitwa kutangaza uasi kwamba wananchi wasiende kupiga kura. Maana katiba ya nchi inasema kila baada ya miaka 5 taifa la Tanzania litafanya uchaguzi. Ni takwa la kikatiba, si takwa la Chama cha Mapinduzi. Ni takwa la kikatiba kwenda kufanya uchaguzi. Na waomba wananchi wasijiingize katika makundi ambayo hayafai. Waende wakapige kura kwa amani na utulivu. Ulinzi na usalama, rais wetu ametuhakikishia kwamba watakuwepo. Wananchi wataenda kupiga kura wakiwa na amani. Ni waasi wananchi wote wakapige kura wakiwa na amani, wakachague Chama cha Mapinduzi.